Kwa hiyo ni makosa kwa Muislamu kusoma ilmu tauhid kwa hivi alkutubu almuhdatha, hivi vitabu ambavyo vimezuka jana na juzi, ambavyo vyalingania katika mfumo wa tauhidi tatu: al-uluhiyya, ar-rububiyya na al-asma wa sifat. Ni makosa Muislamu kusoma tauhidi ambayo yalingania katika mfumo wa hizo tatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia pamoja na kumsalimu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tunaendelea na silsila yetu ya majawabu ya kielimu kwa Sufi Muhsin Bute hadana Allah wa iyyahu ila alhaqi, kutokamana na mashambulizi yake dhidi ya ahlus sunnati wal jamaa as-salafiyun. Na hii ni sehemu ya pili ya majawabu yetu. Huyu kijana Allah muongoze, katika maelezo yake alipokuwa akifundisha kitabu hicho kinachoitwa Intabih dinuka fi khatar, alipokuwa akiwasomesha wanafunzi wake, akaendelea kuwatahadharisha na kuwadanganya na kuwaongopea kwamba wakisoma vitabu vya hao wanaowaita mawahabi watapotea, hawatoifahamu tauhidi ya sawasawa. Tumeona katika majlisi iliyopita kwamba hayo ni maelezo ya urongo, na tukabainisha na kuweka wazi kwamba vitabu hivyo vya ahlus sunnati wal jamaa as-salafiyun ndivyo ambavyo kwamba vinatakiwa watu wavisome, na wakivisoma ndio wataifahamu tauhidi ya sawasawa, kinyume na vitabu hivyo wanavyodai vitabu vya kiashaira. Na tumebainisha kwamba ashaira ni watu wa bid'a kwa ushahidi madhubuti, na ikiwa ashaira ni watu wa bid'a, utakuwa umepata jawabu kwamba haifai kusoma vitabu vyao, kwa sababu vitabu vyao vitakuwa vimesheheni bid'a na uzushi. Sasa akaendelea huyu kijana katika maelezo yake akiwasisitizia wanafunzi wake, anasema ni makosa kusoma hivi vitabu vyenye kulingania katika tauhidi tatu. Kwa hiyo ni makosa kwa Muislamu kusoma ilmu tauhid kwa hivi alkutubu almuhdatha, hivi vitabu ambavyo vimezuka jana na juzi, ambavyo vyalingania katika mfumo wa tauhidi tatu: al-uluhiyya, ar-rububiyya na al-asma wa sifat. Ni makosa Muislamu kusoma tauhidi ambayo yalingania katika mfumo wa hizo tatu, akiwa anamaanisha kwamba vitabu vyenye kulingania katika tauhidi tatu ambavyo ni vitabu vya kiwahabi kama anavyoita, hivyo vitabu havifai kusomwa. Katika maelezo yake utapata kugundua kwamba muradi wa maelezo yake anakusudia kwamba
tauhidi tatu hakuna, kwa maana tauhidi haigawanyiki. Kwa hiyo hawa wanaodai kwamba tauhidi imegawanyika katika mafungu matatu, hawa ni watu wamepotea, na hii si tauhidi ya sawasawa. Hii ndiyo maana ya maelezo yake. Ndiyo maana anawasisitiza wanafunzi wake kwamba wasisome vitabu hivi vyenye kuelezea kwamba tauhidi ziko tatu. Sasa hii inaonyesha wazi kwamba huyu kijana ni mtu ambaye hana utafiti wa kielimu, hana bahthi ya kielimu, bali anazungumza kwa msukumo wa chuki. Na hii ndiyo kawaida yao hawa masufi, watu wa bid'a, kuzungumza kwa mihemko na jazba na kughilibiwa na chuki. Hawazungumzi kielimu abadan, hawazungumzi kielimu, bali inaonekana wazi kwamba ni watu ambao wamemezeshwa maneno na mashekhe zao na waalimu wao wale wanaowaamini, nao wakaridhika na wakatosheka. Badala ya kufanya utafiti kwanza waangalie, je, ni kweli hiki ambacho kinachosemwa? Wao hawafanyi hivyo, bali wanabeba maneno wanayoambiwa na kisha kuanza kusimama kwenye majukwaa na kuanza kuyasemea hayo maneno ambayo hawana utafiti nayo. Hiki ndicho ambacho kinadhihiri kwenye maelezo ya huyo kijana na vijana wengine mfano wake wa kisufi. Lakini biidhnillahi alkarim, sisi tutajitahidi kumuonesha. Inawezekana ikawa hajui, kwa hiyo tutamuonesha ule uhakika na uhalisia wa mambo. Maana hata sisi pia tulikuwa kwenye usufi, na watu wengi walikuwa kwenye usufi wamedanganywa kama alivyodanganywa yeye, kwamba hawa mawahabi ni watu waliopotea, hakuna tauhidi tatu, hakuna, huo ni utatu mtakatifu, ni Ukristo huo. Kwa hiyo tulidanganywa na watu wakadanganywa, na wakawa wanadanganywa kwamba wasisome vitabu vya kiwahabi. Lakini watu walipofuatilia mambo, waliposoma hivyo vitabu, wakaamua kuingia darasani, wakafuatilia, wakagundua kwamba kumbe si kweli haya yanayodaiwa kwamba vitabu vya kiwahabi ni vitabu vilivyopotea, bali ukweli ni kwamba hivi vitabu ndivyo vitabu ambavyo vinaelekeza katika mafundisho ya sawasawa na tauhidi ya sawasawa. Baada ya watu kugundua ukweli, wakawatupilia mbali masufi, wakauacha usufi, wakaingia katika njia ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, ambao ndio njia wanaita ya kiwahabi. Kwa hiyo hata huyu kijana pia inawezekana hajafahamu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze. Kijana, ni kweli vitabu vyetu sisi Ahlus Sunnati wal Jamaa as-salafiyun, vitabu vya maulama wetu wa kisalafi ambao mnawaita maulama wa kiwahabi, vimezungumza bila shaka yoyote kwamba tauhidi imegawanyika katika mafungu matatu. Tauhidi tatu ziko, hilo halina shaka yoyote, na hilo ni kwa sababu hiyo ndiyo haki na huo ndiyo ukweli, kwamba tauhidi imegawanyika katika mafungu matatu. Maandiko ya Qur'an na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yanaashiria hilo, kwamba tauhidi imegawanyika katika mafungu matatu. Hilo halina shaka juu yake, sawa. Na hili kwenye majlisi hii sitolizungumza kwa upana, lakini tutakuja kulizungumza insha Allahu taala endapo utakuja kulipinga hili insha Allahu taala. Kwa hiyo tauhidi tatu ziko, na tauhidi tatu ndiyo tauhidi sawa sawa. Tauhidi iliyogawanyika katika mafungu matatu, hii ndiyo tauhidi ya sawa sawa, na wala hii si at-tathlith, sio utatu wa Kikristo kama mnavyodai na mkawakufurisha Waislamu mkadai kwamba wanaoitakidi kwamba tauhidi imegawanyika mafungu matatu, hao wanaitakidi itikadi ya Kikristo. Si kweli, bali huo ni uongo
na ni kuwazulia watu. Shattana baina at-tathlith wa aqsami at-tauhid thalatha, umbali ulioje, tofauti ulioje baina ya vigawanyo vitatu vya tauhidi na huo utatu mtakatifu wa Kikristo. Hayasemi hayo isipokuwa mtu ambaye ameghilibiwa na chuki ndio anayesema hayo. Naam. Kwa hiyo tauhidi tatu zipo na vitabu vinavyoeleza kwamba tauhidi imegawanyika katika mafungu matatu. Bila shaka hivi ndivyo vitabu ambavyo Waislamu wanatakiwa wavisome ili wapate kuijua tauhidi ya sawa sawa. Sawa? Naam. Lakini nataka nikufahamishe kitu ambacho wewe hukijui, haukifahamu. Sawa? Halafu utakuja utujibu, maana nyinyi mnawakufurisha Waislamu au mnawaita mawahabi kwamba hao ni makafiri, wana itikadi za Kikristo. Sasa nataka nikuoneshe leo kwamba tauhidi tatu si kwa hao unawaita mawahabi tu. Tauhidi tatu ipo hata kwa nyinyi Ash'aira. Ash'aira maulama wenu wanathibitisha kwamba tauhidi kwenu nyinyi imegawanyika katika mafungu matatu. Hivyo basi itabidi uje kujibu hapa na uje uwakufurishe al-Ash'aira pia, ujikufurishe pia na wewe, useme kwamba Ash'aira pia nao wanaitakidi itikadi mbovu, itikadi ya utatu mtakatifu. Watahadharisha wanafunzi wako pia wasisome vitabu vya Kiash'aira. Sawa? Kama utaliweza hilo. Kwa hiyo usifanye haraka kuzungumza maneno ambayo si maneno ya sawa sawa kwa sababu ya chuki uliyokuwa nayo dhidi ya hao unaowachukia. Ukirejea kwenye vitabu vyenu utamkuta mwanachuoni katika wanawachuoni wenu waliotangulia, katika wanawachuoni ambao walikuwa na mapito ya Kiash'aira, naye si mwingine ni al-Imam Kamaluddin ibn al-Humam rahimahullahu ta'ala al-Hanafi al-Ash'ari. Ameeleza kwenye kitabu chake al-Musamara au al-Musayara, na akakisherehesha pia kitabu hicho, akakisherehesha yake kaita al-Musamara. Ameeleza kwamba tauhidi kwenu nyinyi Ash'aira imegawanyika katika mafungu matatu, isipokuwa hiyo taksimi ya tauhidi ya kwenu nyinyi al-Ash'aira bila shaka ni taksim ambayo ni ya kizushi, ya kibid'a, haina dalili juu yake. Sawa? Na haya ameyathibitisha pia mmoja katika wanachuoni wenu wa hivi sasa al-muasir, anaitwa Muhammad Saleh al-Ghirsi kwenye kitabu chake Manhajul Ash'aira fil Aqida. Ukirejea kwenye risala hii amelithibitisha hilo, na si yeye peke yake, bali mwanachuoni wenu ambaye mnamkubali, ambaye yupo katika mapito yenu ya Kiash'aira kwenye itikadi, al-Imam Murtada az-Zabidi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Ithafu Sadati al-Muttaqin, ambao ni sharhi ya Ihya Ulumuddin, pia amethibitisha kwamba tauhidi imegawanyika katika mafungu matatu mbele yenu Ash'aira. Sasa ukirejea kwenye hii risala Muhammad Saleh al-Ghirsi kwenye ukurasa wa 124 mpaka 125 anasema hivi: qassama al-ash'ariyatu at-tauhid ila thalathati aqsamin, wameigawa Ash'aira tauhidi katika mafungu matatu: tauhidi dhati wa tauhidi sifati wa tauhidi al-af'al, tauhidi ya dhati na tauhidi ya sifa na tauhidi ya matendo. Akaendelea
mpaka kwenye ukurasa uliofuatia akasema qad qassama al-ash'ariyatu at-tauhid ila thalathati aqsam, kwa hakika wameigawa ash'ira tauhidi katika mafungu matatu: tauhidi dhat wa tauhidi sifat wa tauhidi al-af'al. Tauhidi ya dhat na tauhidi ya sifat na tauhidi ya af'al, kama qala Kamaluddin ibn Sharif, kama alivyosema Kamaluddin ibn Sharif yani ibn al-Humam fi al-Musamara sharh al-Musayara, kwenye kitabu chake al-Musamara sharh al-Musayara, anasema ibn al-Humam at-tauhid huwa i'tiqadu al-wahdaniyya, tauhidi ni kuitakidi upweke wa Allah, fi dhati, katika dhati yake, wa fi sifati, na katika sifa, wa fi al-af'ali, na katika matendo. Kisha Al-Ghirsi akafafanua akasema ai annahu thalathatu aqsamin, maelezo hayo yana maana kwamba tauhidi na vigawanyo vitatu: tauhidu dhati wa tauhidu sifati wa tauhidu al-af'al, tauhidi ya dhati na tauhidi ya sifati na tauhidi ya al-af'al, ya matendo. Hiki ni kitabu chenu, anaweka wazi kwamba Ash'ira kwenu nyinyi tauhidi imegawanyika katika mafungu matatu. Sasa kuanzia leo wakufurishe Ash'ira, sema Ash'ira nao wanaitikadi ya Utatu Mtakatifu ya Kikristo, na vitahadharisha vitabu vya Kiash'ira, tuone kama utaweza. Sawa? Taib. Kisha huyu kijana akazungumza akadai kwamba kuna mahali alikwenda akakuta kuna kitabu kinasomeshwa kwenye madrasa fulani. Hicho kitabu kinaitwa Khudh Aqidataka. Akakitahadharisha kitabu hicho, akamwambia mwalimu kwamba hivi vitabu si vitabu sahihi, ni vitabu ambavyo havifai kusomwa, na akadai kwamba hata kwenye gamba la kitabu pale kumeandikwa khudh aqidatuka badala ya khudh aqidataka. Kisha akasema amwambia yule mwalimu, angalia hata jina lenyewe la kitabu limeandikwa khudh aqidataka, limeandikwa kimakosa. Kwa hiyo kama jina lenyewe limeandikwa kimakosa, je, humo ndani? Kwa hiyo anasema akamtahadharisha yule shekhe, amwambia hivi vitabu havifai, vitabu hivi havifai kabisa kusomeshwa. Na mahali fulani nilisomesha wakati fulani kule mjini, ikawa kitabu cha tauhid kinachosomeshwa madrasa ni kile kimeandikwa khudh aqidatak, na ukiangalia kile kitabu chenyewe tu hapo juu ile jina tayari wajua humo ndani mbala kimeandikwa khudh aqidatuk, kintiona dhumma hasa khudh aqidatuk. Sijui huyo aqida ndio yachukua ama chukua ndio yamchukua huyo aqida, sielewi, sijui fa'il nani. Kimeandikwa khudh aqidatuk na intia dhumma kabisa ile tena. Kiwaambia wenye madrasa hivi vitabu sivyo, hivi vitabu havifai, sio wasomeshe watoto. Watoto hawamjui Allah kwa vitabu hivi, bali wanajua kiumbe fulani. Vitabu hivi vamfananisha Mwenyezi Mungu na viumbe. Sasa Bwana Muhsin Bute, kwanza, kwa mfano, ni kweli ukikuta kitabu kimekosewa kwenye uandishi, maana sikubaliani na wewe juu ya madai yako kwa itlaq, yani kwa kuachilia moja kwa moja kwamba kitabu khudh aqidataka kwenye gamba pale kumeandikwa khudh aqidatuka, maana kitabu hicho tunacho sisi, na alhamdulillah hiki ni kitabu cha mmoja katika maulama wetu Sheikh Muhammad ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, na huyu ni mwanachuoni ambaye mwanzoni alikuwa ni sufi wa tariqa Naqshbandia, lakini baadaye Allah tabarak wa taala akamuonesha haki, akauacha usufi akaingia katika madhhabi ya salafi. Sasa hiki kitabu khudh aqidataka tunacho sisi, hata mimi pia ninacho kitabu hicho. Sasa unaposema kwamba kimeandikwa kwenye gamba khudh aqidatuka, kisha ukatia dosari hali ya kuwa sisi kitabu hicho tunacho hakijaandikwa hivyo,
kitabu nilichokuwa nacho mimi hakijaandikwa hivyo khudha aqidatuka, hakijaandikwa hivyo, kimeandikwa khudha aqidataka. Sasa unajitiaje ujasiri wa kulikosoa hilo kwamba ni kosa? Kwa nini usidhanie dhana njema kwamba inawezekana ikawa pana makosa ya chapa, ikiwa kweli utakuwa uliona kimeandikwa khudha aqidatuka? Labda pengine hicho kitabu ulichokiona wewe itakuwa ni makosa ya kiuchapishaji. Kwa nini usidhanie dhana njema? Maana kitabu hicho kama nilivyokuambia tunacho. Mbona sisi hatujaona kwenye magamba ya vitabu hivyo? Mbona hatuoni kama kimeandikwa hivyo? Bali kimeandikwa sawa sawa kabisa, khudha aqidataka min alkitabi was sunnati sahiha. Kwa hiyo ikiwa kweli utakuwa uliona yameandikwa hivyo khudha aqidatuka kwenye hicho kitabu, basi ni hicho kitabu ulichokiona pengine ni makosa ya uchapishaji. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kitabu khudha aqidataka cha Sheikh al-Imam Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala ni kitabu qayyim, kitabu kizuri ambacho kimefundisha itikadi na tauhidi ya sawa sawa. Tumeelewana? Na kama una uwezo wa kukosoa, basi na kuomba sasa uingie uje ukosoe yaliyo ndani ya kitabu khudha aqidataka, si kujisemea tu kwamba hiki kitabu hakifai. Hebu jaribu kukosoa, tuambie ni mahala gani ndani ya kitabu hicho khudha aqidataka kumekosewa, kwamba hapa na hapa na hapa na hapa haya ni mafunzo ya kimakosa, yamekwenda kinyume na Qur'ani na Sunna na kwa mujibu wa maulama wa ahli sunnati wal jamaa. Tuoneshe ni mahala gani. Kama utasema kwamba hicho kitabu ndani yake amezungumza kwamba tauhidi imegawanyika katika mafungu matatu, ndio maana kitakuwa hakifai, basi hata kwenu nyinyi al-Ash'ira wanachuoni wenu wameandika kama tulivyotangulia kukusomea kwamba tauhidi imegawanyika katika mafungu matatu. Sawa? Wasemaje hapo? Al-Imamu Murtadha Zabidi rahimahullah kwenye kitabu chake Ithafu Sadati al-Muttaqin anaeleza at-tauhidu thalathatu aqsamin, tauhidi ina vigawanyo vitatu: tauhidu dhati wa tauhidu sifati wa tauhidu al-af'ali. Je, hiyo ni dalili sasa ya kusema kwamba haifai kukisoma kitabu Ithafu Sadati al-Muttaqin sharh ya Ihya Ulumuddin? Tamka basi, kama huwezi kuyatamka hayo kuhusu kitabu Ithafu Sadati al-Muttaqin, kama huwezi kuyatamka hayo kuhusu kitabu Al-Musayara cha Imamu Ibn al-Humam al-Ash'ari, ambapo ndani ya vitabu hivi wanaeleza Ash'ari mmegawa tauhidi katika mafungu matatu, kama huwezi kuvikataza vitabu hivi visisomwe, unapataje ujasiri wa kusema kwamba kitabu khudha aqidataka kwamba hakifai kusomwa? Kwa hiyo mnasumbuliwa na chuki tu katika nafsi zenu, lakini si wa kweli katika kile ambacho mnakisimamia. Hamuwezi kufikia malengo ya kuwatwenza na kuwatukana ahlu sunnati wal jamaa mnaowaita mawahabi mpaka mpite kwenye njia ya khiana na uongo. Unachokisema ni uongo, na kama wewe ni mkweli, basi njoo ukosoe nukta moja baada ya nyingine katika yale ambayo yanapatikana ndani ya kitabu khudha aqidatak. Kama unaweza hilo, basi ingia utuoneshe ni mahala gani kuna makosa. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.